Ombi sio kitu cha swa najisikia au sijisikii. As long kuna mahali unatafuta matokeo, kuomba lazima uombe. Na tunaomba kwa nini? Kwa sababu ya aina ya ushindani tulionao kutoka ufalme wa giza ulio kinyume na malengo ya Mungu ndani ya maisha yetu. Huo ushindani hatuwezi kuushinda kwa kutumia akili za kibinadamu pekee, not neno pekee. Akili ya kibinadamu ambayo Mungu amekupa uliozaliwa nayo, kuna mahali na bounce, kuna mahali haiwezi kusaidia. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni wanadamu, tunawaza kwa mipaka, tunaona kwa mipaka, tunafikiri kwa mipaka. Ulimwengu wa roho hakuna mipaka. Ulimwengu wa roho hakuna mipaka, na utendaji kazi wao wanafanya kulingana na dimension zao na ulimwengu leo nao. Sisi ni wanadamu, tunafanya kazi, tunafikiri vitu, tunalinda vitu, tunaratibisha vitu, tuna control vitu kulingana na mipaka tulionayo na dimension tulionayo, kwa maana ulimwengu tunaoishi. Kwa tutafanya vitu kwa muktadha wa vile tulivyoumbwa kiasili na vile tulivyo mahali tulipowekwa tuishi. Kwa hiyo tutafanya hivyo hivyo. Sasa ushindani tunaoshindana nao kutoka ufalme wa giza haujafungwa na mifungo na mifumo ya kidunia hii. Unafanya kazi kwa mapana makubwa sana. Una uwezo wa kwenda kesho, una uwezo wa kurudi nyuma, una uwezo wa kufanya leo kazi. Na ndio maana mtu yoyote, mwanadamu yoyote ambaye anakataa kujiconnect na ulimwengu wa roho, hasa ufalme wa Mungu, kuishi kwake duniani huku ni kugumu sana. Utakuwa ni mtu wa mateso na kulia, na unaweza wakati mwingine ukajaribiwa kuharakisha kufa haraka, maana sasa vitu vimeanza kuharibika, vitu haviendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunaombaje? Nikasema hivi, tujifunze kutoka kwa waliotutangulia. Jifunze kutoka kwa waliotutangulia. Kwa kama ni mara ya kwanza au unatazama kwa njia ya mtandao, unajiuliza sasa hicho somo kichwa chake ni nini? Kichwa cha somo ambalo tunalo nasema jifunze kutoka kwa waliokutangulia. Jifunze kutoka kwa waliokutangulia. Kitabu cha Warumi mlango wa 15:4 inasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha. Kumbuka kilichoandikwa ndani ya hii Biblia, kilichoongelewa ni Biblia. Amen. Kilichoandikwa ndani ni matukio, ni mkusanyiko wa matukio mbalimbali ya maisha ya wanadamu kama sisi waliotangulia kuwepo katika dunia hii. Kuna wanadamu wengine walipata ufahamu wa kutunza kumbukumbu juu ya kazi, lifestyle zao, mifumo ya maisha yao, vile vitu ambavyo Mungu alikuwa anawasemesha, na namna walivyo respond, namna walivyoitikia katika kile ambacho Mungu alisema. Na kitu kimoja hapo, ndani kuna vitu vingi sana, lakini kitu kimoja hapo ambacho kimerekodiwa, na kimerekodiwa kwa makusudi ili wanaokuja mbele wasome, waangalie, then wajifunze. Tuko moja, kitu kimoja wapo ni maombi. Bwana asifiwe sana. Hao watu waliotangulia walikuwa wanaomba. Amen. Walikuwa wanaomba, tena serious prayer. Walikuwa wanaomba na kuomba na kuomba na kuomba mpaka wanaondoka duniani. Na ndio maana walileta matokeo makubwa ambayo wanadamu wengine hawajawahi kuvunja hiyo rekodi. Sasa sikiliza, anasema hivi, anasema yaliyotangulia kuandikwa ili, not sentence, ili kutufundisha sisi. Lengo la neno kutufundisha manake kutransfer, kuhamisha. Amen. Ili hawa watu waweze kuiga, wapate inspirational. Amen. Wapate hamasa, wajue kwamba hii kitu cha maombi kimetokea wapi, kinafanyikaje, na matokeo yake yakoje, sura yake ikoje, tabia yake ikoje. Tuko pamoja? Kwa sababu mara nyingi kila fundisho lililo ndani ya Biblia linatafuta aidha kuturekebisha,
Aidha maana kutusahihisha au kutubadilisha au kutugeuza au kutuboresha tufanye vitu kwa bora. Tuko pamoja? Haleluya, haleluya. Lakini pia unaposikia neno hili, ili kutufundisha sisi, unajua maana yake kutufundisha nini? Kilichoandikwa, maana yake kilichotangulia. Kwa nini tufundishe leo? Maana yake lugha nyingine kama nasema, hata kama kilifanyika miaka 2000 miaka 5000 iliyopita, as long as mnatakiwa kufundisha, maana yake na ninyi pia mnakihitaji. Simple. Bwana asiwe sana. Mnakihitaji kimatumizi. Sio swala kusema tu ile ilikuwa wakati uliopita, sisi tupo wakati wa sasa. As long as tunahimizwa tujifunze, manake hiyo material tunahitajika hata sisi tuwe kama wao walivyokuwa. Tumwelewe Mungu, tumwelewe Mungu, tumwelewe Mungu. Lakini pia mwisho, naweza kusema kutoa tafsiri nyingi sana hapa, lakini mwisho unapoona unaomba alafu Mungu anakuambia soma Biblia. Unajua maana yake soma Biblia, habari ya maombi, uone wenzako waliombaje. Maana yake hicho unachokiomba wewe sio mtu wa kwanza kuomba. Ni simple language, ni ile tu kwamba angeweza kunyosha maelezo kwamba hichi kitu mimi nilishaachilia revelation, nilishaachilia mafunuo kwa waliokutangulia. Kwa hiyo usitegemee ufunuo wako binafsi, usitegemee akili yako binafsi. You must to go back. Rudi kule, angalia wenzako niliwasemeshaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini pia Wakorintho wa kwanza 9:10 anasema, au yumkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kile nichoongea. Okay, point ni hii. Kwa nini sisi wa sasa, ili tuombe vizuri, lazima turejee, turudi nyuma, tusome kwa waliotutangulia kwenye eneo la maombi? Kwa nini tujifunze? Au tunapojifunza nini kinatafuta? Nikasema kitu cha kwanza kinachowindwa tunapojifunza, ukipata muda, ukitenga muda wa kusoma hawa watu, namna walivyoomba, waliombaje, matokeo yalikuwaje, kwa muda upi, lini. Ukiangalia kitu kimoja hapo ambacho kitatokea ndani ya moyo wako ni moyo wa hekima kwenye prayer, kwa sababu maombi yanahitaji wisdom. Tuko moja, yanahitaji hekima. Hauongei tu kwa sababu na maneno, lakini ili uombe na uone matokeo lazima unahitaji hekima. Kwa lugha nyingine, kila kitu duniani ukitaka kukifanya kina aina ya kwake ya hekima ya kukifanya. Au kila kitu unapotaka kufanya huwa kina demand, kina dai, kina hitaji aina fulani ya hekima uwe nayo. Hekima inakusaidia nini? Hekima inakusaidia kujua namna sahihi ya kufanya kitu. Nakumbuka nimeweka kutoa tafsiri hiyo, si ndio? Hekima inakusaidia kujua namna sahihi ya kufanya kitu. Ukiingia kwenye maombi, maombi yana namna sahihi ya kufanyika. Tuko moja, yana namna ya kwa, ili maombi yako yasikilizwe, ili maombi yako yawe na maana, lazima ujue namna sahihi ya kuomba ambayo inaitwa hekima. Jambo la pili, unapojifunza juu ya watu unapata busara kubwa sana, unapata busara kubwa sana. Lakini jambo la tatu, unapata akili. Unapata akili. Wewe pata muda tu msome, alafu tazama huyu mtu alikuwa anawaza. Lakini pia mpaka Mungu anasema unapata kuona mpaka ile akili ya Mungu iliyo ndani ya revelation, ufunuo uliokuwa umewekwa ndani ya mwombaji, kwamba okay, kumbe Mungu huu anataka ABCD. Akili ya Mungu iko utapata kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. The moment ukianza kuelewa vyote hivyo, vinabadilisha mfumo wa kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Vinabadilisha kuomba kwako. Na kitu cha mwisho ambacho niliongea ni kwamba
Kwa kadri unapowekeza kujifunza kutoka kwa waliokutangulia, kitu cha kwanza, kwa kadri unapojifunza, kitu cha kwanza, ndivyo unavyojiungamanisha na ile roho iliyokuwa ndani yao. You connect. Tuko moja? Mimi unapojifunza maisha ya mtumishi fulani kwenye Biblia, unapojifunza maisha ya maombi ndani ya mmoja, the more unavyokaa kujifunza katika roho, nilichojifunza kimoja hapo, ile spirit ya prayer inaingia ndani yako automatic. Lakini jambo la pili, the more unapojifunza ndani ya yule ndugu, kitu kimoja hapo ambacho kinatokea ndani yako pia, ile power ya kuomba inaingia ndani yako, ile neema ya maombi inaingia ndani yako. Tuko pamoja? Ile revelation ya kuomba, ile stamina ya kuomba ghafla inaama kuja ndani yako, kwa sababu tamanio la Mungu ni hili, ni kutaka kuona tuwe kama waliotangulia, kama base, lakini tuwe zaidi ya waliotangulia. Sio kama unaelewa sentence hiyo? Narudia tena. Tamanio la Mungu ni kwamba tuwe kama waliotutangulia kama msingi, lakini pia tuwe zaidi ya waliotangulia. Bwana asifiwe sana. Umeelewa? Tumie lugha hii ya neno la sadaka. Utoaji wa sadaka wa Agano Jipya ni zaidi ya utoaji wa sadaka wa Agano la Kale. Utoaji, naomba usikize ili connect sentence uelewe maana yake. Utoaji wa sadaka wa Agano Jipya ni zaidi ya utoaji wa sadaka Agano la Kale. New Testament giving is more than Old Testament giving. Lakini mbali ya kwamba utoaji wa sadaka Agano Jipya ni zaidi ya utoaji wa sadaka Agano la Kale, lakini utoaji wako ambao ni zaidi ya Agano la Kale unatakiwa uanzie kwenye msingi wa Agano la Kale. Utoaji wako unatakiwa uwe zaidi ya Agano la Kale, lakini unapoanza kwenda zaidi ya Agano la Kale kwenye Agano Jipya, lakini lazima uanzie kwenye platform ya Torati. Okay. Kutoa zaka, asilimia, ukipata milioni moja zaka shingapi? 100,000. Zaka ya milioni moja shingapi? Na zaka ya 100,000 shingapi? 10,000. Si ndio? Tuchukue zaka milioni moja shilingi 100,000, si ndio? Kutoa zaka hii sasa ni shule nyingine, kwa maana kwenye growth ya spiritual. Kutoa zaka ili uwe zaidi ya Agano Jipya, Agano la Kale kwenye Agano Jipya, ukipata milioni moja hautaki kutoka milioni moja, lazima utoe zaidi ya milioni moja. Lakini ili uwe zaidi lazima uanzie kwenye base ya 10%. Baki lazima ianzie kwenye 100,000 kwenda juu, ndo utasema umeenda zaidi. Japokuwa ile neno zaidi ni zaidi ya kutoa 100,000. Maana kuna vitu vingine vinakaguliwa vya ndani ambao vitakuwa zaidi ya watu wa Agano la Kale. Amen. Lakini kingine kinachokaguliwa ni uwezo wa kutoa zaidi physically kabisa, kitakwimu, kitarakimu ya fedha. Na ndio maana kuna mtu anaweza kapata milioni moja zaka 100,000, halafu mtu anatoa zaka 300,000. Unajiuliza ametumia mathematics ipi? Kanuni ipi ya kutoa? Kwa sababu yeye yuko juu ya sheria, yuko zaidi ya sheria, ana operate kwa kuvuka mipaka. Lakini ili tuseme, tujue kwamba uko zaidi, lazima tuone, tupime kutokea kwenye base ambao kama kipimio cha kusema uko zaidi. Tunaelewana? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana Mungu anataka kwenye omba yetu tuwe kama watu waliotutangulia. Amen. Tuwe kama watu waliotutangulia. Hiyo A. B, lakini pia Mungu anataka tuwe zaidi ya waliotangulia. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa nyumba ya Mungu wa mwisho lazima uwe mkubwa kuliko wa kwanza. Tuko pamoja? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama waliotangulia walikuwa wanafanya prayer marathon, walikuwa wanaweza kaomba masaa 2 kwa kila siku, masaa 2,
unatakiwa tuanzie kwenye masaa mawili, lakini tuende zaidi ya masaa mawili ili kuonekanika sisi ni zaidi ya walio nyuma, si kwa lengo la ushindani, kushindana nani mwenye haki, la hasha, kwa maana ya kujiboresha na kuenda sawasawa na maandiko. Utukufu wa mwisho wa nyumba ya Mungu lazima uwe mkubwa kivitendo, kimaamuzi, kilifestyle, katika kila kitu. Jamani, tunaelewana? Haleluya. Kama Musa aliomba siku 40, inabidi sasa sisi hizi siku 14 hazitoshi, inabidi tuziongeze zingine tena. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haya mambo yote ni ya muhimu. Haleluya. Tuanze kutoka kwa Yesu. Huyu lazima nianze naye, alafu ndipo nitaanza kurudi kwenye Agano la Kale, kwa sababu huyu sasa ndio lolo modo wetu. Kutoka kwa Master Yesu. Siwezi kuuliza hapa kwamba mnamfahamu Yesu. Si wote mnamfahamu eh? Bwana asifiwe sana. Yesu ndiye shamba darasa la watakatifu la kuomba. Hauwezi ukasema ninaomba vizuri kwenye Agano Jipya bila kurudi kujifunza kwa Yesu aliombaje. Hauwezi. Kwa sababu ukisema naomba vizuri, lazima tukuulize kwa kipimo kipi? Vitu gani unavyotumia kusema unaomba vizuri? Kwa sababu kwenye maombi haya ya siku 14 tunahitajika kuomba vizuri, si ndio? Ili tuone matokeo. Swala sio kuja tu na kuomba asubuhi, mchana, jioni. Tunatakiwa tuombe vizuri. Lakini sasa hiyo vizuri tunaitoa wapi? Amen. Tunaitoa wapi? Point of reference ni nini? Amen. Standard yetu ni nini ambayo tunaitumia? Marking scheme yetu ni nini ya tunachoomba? Tunaelewana? Lazima turudi kwa Yesu. Kwa Yesu kwanza, kabla ya watumishi wote ambao wanaofahamu duniani. Yesu kwanza. Kwa sababu watumishi wote wanaofahamu pia walipata nguvu na mafunuo na maelekezo namna ya kuomba sahihi kutoka kwa Yesu. Kwa hiyo katika Agano Jipya hauwezi ukaomba vizuri nje ya kujifunza kwa Yesu. Huwezi. Hauwezi. Unasema sasa ndile, mbona kama maandiko yameficha sana maelezo hayo, tutapata wapi? Soma Biblia. Na ndio maana pia nipo hapa kwa ajili ya kukuonyesha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza, shughuli yoyote unayotaka kuifanya ya kiimani, inayohusisha imani ndani ya Agano Jipya, moja, lazima itoke kwa Yesu. Narudia tena, shughuli yoyote unayotaka kuifanya, hiyo note ni ya muhimu sana. Shughuli yoyote unataka kuifanya inayohusisha imani yetu katika Agano Jipya. Neno hii condition, katika Agano Jipya. Amen. Lazima itoke kwa Yesu. Mbili, lazima iwe Yesu. Lazima itoke kwa Yesu. Itoke na maana zaidi ya moja. Moja, itoke kwa Yesu manake yeye ndo atakayekupa. Mbili, itoke kwa Yesu manake learn from Jesus. Jifunze kutoka kwake. Kwa hiyo ukijifunza kwa Yesu na ukapata yale maarifa, alafu kaanza kufanyia kazi, lugha rahisi ni kwamba hicho unachokifanya kimetoka kwa Yesu, lakini namna alivyokirilizi kwako ni kupitia kujifunza. Bwana asifiwe sana. Tunaelewana vizuri kabisa. Ukitaka kufanya shughuli yoyote, sasa mada mezani iliyopo ni kuomba, kwa sababu shughuli ziko nyingi sana za kiimani, si ndio? Lakini mada iliyo mezani sasa ambayo inazungumziwa au kujadiliwa, tunatamani tuielewe, tuko dilema, ni mada ya maombi. Kwa hiyo shughuli yoyote ya kuomba, nitumie neno, au ukitaka kuomba vizuri ndani ya Agano Jipya, lazima ujifunze kutoka kwa Yesu kama point of reference, kama shamba darasa, kama marking scheme, kama lamani, kama dila. Tuko pamoja? Lazima ujifunze.
na ni tamanio la Mungu kila mtu asome Biblia. Jifunze kwa Yesu ndani ya Biblia, au jifunze kwa Yesu kupitia watu ambao wamejifunza kwa Yesu. Pia naweza kujifunza pia. Amen. Jifunze kwa Yesu kupitia watu waliojifunza kwa Yesu namna ya kuomba, na ndio maana hao pia nitakuwa na nafasi kubwa pia kuonyesha, ili tuwaone wao walijifunzaje. Je, walivyojifunza ni sawa tulivyojifunza? Kwa nini wenzetu wamekuwa na matokeo makubwa? Kwa sababu tutakapokuwa naangalia wetu wengine nje ya Yesu, baada ya Yesu kumjadili, lengo kubwa tunapojifunza wale, tunatafuta kujifananisha kwenye uelewa juu ya omba ya Yesu. Narudia tena, baada ya kujifunza kwa Yesu, nitataja vitu kadha wa kadha hapa. Nitakimaliza habari ya Yesu, nitakapoanza kuonyesha watumishi wengine ndani ya Biblia na nje ya Biblia, wao ambao waliomba na kuleta matokeo makubwa. Tutakapokuwa najifunza, tunatafuta kitu cha kwanza, je, walivyoelewa kuhusu Yesu ni sawa tulivyoelewa kuhusu sisi Yesu eneo la maombi? Tunatafuta ule mfanano, tunaelewa kama walivyoelewa? Bwana asifiwe sana. Na Mungu anataka tuelewe zaidi ya walivyoelewa, kwa sababu revelation ni progressive. Amen. Mafunuo ni kitu endelevu, na Mungu anatamani wa sasa tu zaidi ya wa kwanza, si kwa kushindana kuwashinda kibinadamu, lakini anatamani tuwe wapya. Watu wakutazama hata kule mbinguni, wakutazama tukiomba, wanasema huyu, hii revelation tujie kuiona kwenye prayer ndani ya Kristo, kwa sababu Yesu ni ofisi pana, ina vyumba vingi juu ya kila unachofunza. Narudia tena, Yesu ni ofisi pana. Wale waliotangulia inawezekana waliingia vyumba viwili tu, wakaona revelation juu ya prayer, lakini kwa kadri tunavyoenda, Mungu anatamani tuingie kwenye rooms nyingi, tuingie kwenye vyumba vingi, tupate kuona revelation, ufunuo juu ya prayer, ili tukianza kuomba tuwe zaidi ya wa kwanza, ili kutengeneza umaana wa maandiko ya kwamba utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Jamani, tunaelewana? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Naomba nianze kutaja mambo kadha wa kadha ambao naamini yatakusaidia. Jambo la kwanza, nafikiri kuna typing errors hapo, kuna hapa ni moja. Kitu cha kwanza ambao nimejifunza kwa Yesu, Yesu kila aliposimama kuomba alihakikisha anasamehe kwanza na kuwa na moyo safi. Hiyo ni standard ya prayer yake. Nilishangaa sana hicho kitu. Kila aliposimama barazani pa Mungu alisamehe kwanza na kuhakikisha moyo wake unakuwa safi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amevaa mwili. Na ndio maana katika Marko 11 tunahimizwa ya kwamba msiposamehe ninyi hamtasamehewa. Unaweza ukaniambia hapa alikuwa anasema na wanafunzi, anawafundisha wajue wanapoenda mbele za Mungu wawe na uwezo wa kusamehe kwanza. Yesu huyu amesitiza, anasema mwalimu yoyote anayefundisha neno asilitende, huyo ataitwa mdogo kwenye ufalme wa Mungu. Lakini yule ambaye anafundisha na akalitenda analofundisha, anasema mtu huyu ataitwa mkubwa, ni mtu mkubwa wa ulimwengu wa roho katika ufalme wa Mungu. Maana yake, lugha nyingine labda nasema hivi, Yesu hajawahi kuongea neno la kimafundisho kwa wanafunzi ambalo yeye haliishi. Hajawahi. Narudia tena, Yesu hajawahi kuongea kitu cha kimafundisho kwa wanafunzi, kitu ambacho yeye hajakiishi. Kwa sababu kufundisha kitu ambacho hukiishi ni unafiki. Aliwanyoshea haya maelezo kwa Wafarisayo. Watu wanawafundisha vitu na kuwavisha makongwa vitu ambavyo wao hawafanyi. Kwa hiyo kila alichofundisha Yesu, kuanzia leo kikae moyoni mwako, kila alichofundisha Yesu yeye alikiishi. Kila alichoongea Yesu kwa wanafunzi yeye alikiishi. Kwa mfano, alipokuwa pale bustani ya Gethsemane akiwa naomba, akaenda ile shift ya kwanza, aliomba masaa kwa masaa. Baada hapo akarudi
Aliporudi akakuta amelala. Aliwaambiaje? Akasema, je, hamjapata kukesha na mimi kuomba hata lisali moja? Jambo la kwanza, anaachilia fundisho kwamba prayer unatakiwa uende marathoni zaidi ya lisali moja. Lakini mbili, hawezi akawalaumu au hawezi akaongea sentensi ya kusema hamjaomba zaidi ya lisali moja kama yeye hajaomba zaidi ya lisali moja, kwa sababu hawezi kuwadimandi wao wafanye kitu ambacho hajafanya. Automatic yeye alishaomba zaidi ya lisali moja, lakini anawashangaa wao hawajaenda hata lisali moja. Sijui alishia dakika 2, dakika 3, dakika 6, 30. Baada hapo wakakata moto, wakazimia, wanawake wakalala. Kila alichoongea Yesu, kila alichohimiza Yesu wakifanya wanafunzi wake, yeye alikifanya. Kwa hiyo na hapo ukiona anasema kila msimamo, ukirudi nyuma anasema kila msimamapo mbele za Mungu, kila mnapojihudhurisha mbele za Mungu, mnapoenda kueleza mambo yenu, condition ya kwanza, lazima msamehe kwanza wale wasamehe. Kwa lugha nyingine ni kama anasema ndivyo na mimi huwa ninafanya ninapoenda mbele za Baba. Kusamehe kwanza ili na mimi nipate kusamehewa. Kwa nini? Kwa sababu usiposamehewa no service. Narudia tena, usiposamehewa na Baba no service. Lakini mbili, Mungu anakusamehe kwa mlingano au kwa uwiano sawa na namna ulivyosamehe wenzako. Ndio maana kwenye ile sala Baba yetu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Anatuliza mbinguni, si ndio? Utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe wadeni zetu. Kama maana yake fanya kwa kutumia kipimo nilichofanya kwa wengine. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maana yake ni hii, maana yake ni hii. Kwenye maombi haya ya siku 14, kusamehe kwanza ni kitu cha lazima ili Mungu atusamehe na kutusikia. Amen. Narudia tena, ili Mungu asikilize maombi yetu juu ya ajenda hizi, tunatakiwa kusamehe kwanza, ndipo Mungu ataposamehe. Akishatusamehe ndipo anayo nafasi ya kutusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana msamaha ni msingi wa maombi yanayosikiwa. Msamaha ni msingi mkuu wa maombi yanayosikiwa. Jambo la pili nilichojifunza kwa Yesu, ajenda kuu ya kila maombi yake, aliomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Hii nilishangaa sana. Ajenda kuu ya maombi, kila alipoenda mbele za Mungu aliomba mapenzi yako yatimizwe kwenye maisha yangu, katika muda ambao umenipa, kwenye hii dispensation yangu ulioniweka katika dunia hii, kwenye season hii ya kuja duniani. Kila alipoomba, kitu alichodai kila wakati ni mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yatimizwe. Kwenye maombi haya, kama tunataka tuombe vizuri sawa sawa na Mungu anavyotaka, lazima imizo, tamanio la kuomba kwetu ni kwamba mapenzi ya Mungu yakatimie kwenye ajenda za kwetu ambazo tumeweka ndani. Hii mipango kazi hatutamani iwe kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana moja ya maombi ambayo tumekuwa tukiomba mara kadhaa sana, kwamba kama kuna mtu ameweka mipango kazi iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake, Mungu ampe, mfungue ufahamu, abadilishe haraka. Tuko pamoja? Hayaondoe, kwa sababu yasiyo mapenzi ya Mungu. Mungu hajawahi kusimamia kitu kitokee kisicho mapenzi ya kwake. Hajawahi. Na kama amewahi, basi atafanya kile kitu alichofanya kwa Israeli. Anasema aliwapa walichotaka, lakini aliwakondesha roho zao. Atakupa unachotaka. Si unataka hela, unataka hiki, unataka hiki, unataka hiki, unataka hiki, lakini akiangalia kwenye ile manyobuko yake kuhusu wewe, haoni hizo request, haoni huo mpango kazi kwenye manyobuko yake. Ila kwa sababu unaomba na unaomba na unaomba na unaomba mpaka unamtishia Mungu, usiponipa naacha imani, usiponipa naacha huduma, usiponipa sijui mimi naacha mke wangu na okay, ili sasa uende mbinguni asikuache. Okay, atakupa, lakini anakondesha roho yako.
na dalili mojawapo, utapata hicho kitu lakini hautakuwa na raha kwenye maisha yako. Umekuta watu wanapenda, watu wa Mungu wametajirika, halafu anatamani maisha ya mtu maskini. Nimekutana na mtu mmoja tajiri sana, akasema Ndile, ninaomba uniombee. Utaniombeaje? Wewe unajua. Akasema ninapitia wakati mgumu. Ana hela, ana magari ya thamani, lakini anasema nikimwona mtu anaendesha baskeli ana furaha, ninatamani nimuite achukue gari hili niendeshe baskeli nichukue furaha yake. Kwa sababu unaweza ukawa na vitu, lakini kama nje ya mapenzi ya Mungu, kitu kimoja Mungu anafanya, hautakuwa na furaha na hicho kitu. Watu watakuheshimu kwa sababu unacho, lakini wewe kwenye moyo wako ndo siri yako, kwamba unajua hiki hakina furaha, hakina furaha kabisa. Bwana asifiwe sana. Yesu aliomba hichi kitu, kila aliposimama aliomba mapenzi. Na sisi tulio wafuasi wake, sisi tunayemtazama, sisi ambaye ni product yake, ili tuombe vizuri mbele za Mungu, lazima tuombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tumetoa wapi? Tumetoa kwa master, tumetoa kwa mwanzilishi wa imani yetu. Yeye kila alipokuwa naomba, alikuwa naomba kutafuta mapenzi ya Baba yasimame. Fuatilia prayer zake zote, alikuwa naomba mapenzi ya Baba yasimame. Okay, haikuzuii kujieleza mbele za Baba kwamba Baba, nataka gari, nataka hela, nataka hiki, nataka nyumba, hata angalau iwe milioni 500, 800. Mbona shtuka? Au mawazo alishakufa yote hayo? Mungu, angalau nataka nyumba ya milioni 800. Hii ni mimi, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, wewe ni baba yangu, lazima nikueleze nachosikia ndani, lakini si kama nitakavyo, bali kama utakavyo, ili mapenzi yako yatimizwe. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi latoka kwa Mungu. Maandalio ya moyo wa mwanadamu, manake una uwezo wa kupanga na kuweka mipango kazi ile ambayo akili inaona. Amen. Lakini mwenye final say ni Mungu. Maana yake ukishamaliza lugha ya sentensi, maana yake ukishamaliza lazima ufanye presentation, uwasilishe kwa mzee wa siku, then akague ile mipango kazi. Kisisho cha kwake kiondolewe, cha kwake kibaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Katika Mathayo 26:42 anasema, akaenda tena mara ya pili akaomba, akasema, Baba yangu, ikiwa haiwezekaniki, kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Hii sentensi sio mara kwanza kuongea, ameongea maeneo mengi, hata akiwa nje ya Gethsemane. Ameongea mara nyingi sana habari ya kusimamia mapenzi ya Mungu, kila akiomba mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unajua nini? Haya malengo, ili tuombe vizuri na Mungu asikie, tudai zaidi mapenzi ya Mungu yakatimizwe kuliko mapenzi ya kwetu. Tunaelewana? Kwa lugha ya mtaani duniani huko ningesema Mungu anafunua kodi. Naelewa? Mungu anafunua kodi. Ningesema kodi sio ile kodi ile ya ushuru. Kodi manake password. Mungu anaonesha password. Bwana asifiwe sana. Halafu najua ukiomba kwa staili hii hautatumia nguvu nyingi sana. Mungu anafanya. Ndio maana Yohana anasema, na huu ndio ujasiri tulionao, ya kwamba tukiomba sawa sawa na mapenzi yake, anasema Baba mbinguni hutusikia. Japo yeye ametumenwa hatusikia, si ndio? Hutusikia. Na zile haja tuombazo tunazo mikononi mwetu, lakini condition, tukiomba sawa sawa. Remember this, sawa sawa. Sasa huyu ndugu ukimstudy vizuri, aliongea sentensi kutokea kwenye studying ya kumsoma master Yesu, kwa sababu hichi kitu sio cha kwake, kilitoa kwa Yesu. Alijifunza kwa Yesu. Huyu Yohana alijifunza, alimuona Yesu kiasi kwamba alimuelewa kwenye eneo la mapenzi ya Mungu kwenye omba yake, akatengeneza statement yenye ujasiri mkubwa ya kwamba hiki ndicho anachokijua, ya kwamba nikiomba sawa sawa, hebu sema sawa sawa, sawa sawa na mapenzi ya Mungu, anasema Mungu atasikia. Tena haja tuombazo tunazo mikononi mwetu. Haleluya, haleluya. Assurance pekee
au assurance mojawapo iliyo kubwa, uhakika tulionao mkubwa ya kwamba maombi yetu yatajibiwa. Nisikilize vizuri, kitu kitakachotupa assurance, uhakika mkubwa kwamba maombi haya, ajenda hizi, mipango kazi hii itajibiwa, ni pale hii mipango kazi inapo align, inapokaa, inapokuwa mapenzi ya Mungu. Nje ya hapo tutaomba, tutafunga, tutalia, hapa hamna kutokea. Hiki naongea kwa maana kwamba iwe fundisho hata pia kwenye mipango mingine unapotengeneza. Mapenzi ya Mungu ni ya muhimu sana. Bwana asifiwe sana. 3, Yesu, nilichojifunza kwenye omba Yesu hakuomba kwa maonyesho, bali alikuwa mnyenyekevu. Yesu hakuomba kwa maonyesho. Kila alipokuwa naomba Yesu hakuomba, alikuwa sio mwombaji ambaye ana show up, kila mtu ajue anaomba. Aliomba kwa unyenyekevu. Hakupenda kila mtu aombe kwa kuonyesha. Ndio maana hata katika fundisho lake katika Mathayo 11:29 anasema, jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mahali pengine ukisoma kwenye maneno yake ile Mathayo, nafikiri kuanzia 6 mlango wa 6, unaona anaeleza, anasema kila muombapo ingieni kwenye chumba chenu cha siri. Narudia tena, ile sentence ile ni code, anatufunulia kwamba ingieni kwenye chumba chenu cha siri, habari ya ndani ya moyo. Amen. Ile chumba cha siri, okay, unaweza kutafsiri direct kwamba anaongelea chumba cha chumbani, sawa, lakini msisitizo ile ni lugha ya picha, habari ya ndani yako, ya wewe na Mungu wako. It's all about prayer, it's all about you and God. Amen. Haleluya, haleluya. Na maombi haya, kama tunataka kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tuombe kama Yesu alivyoomba na tuwe na matokeo. Lazima tujifunze kuomba kwa unyenyekevu. Hatujakuja hapa kushow up, kuonyesha, na mbingu zinazuia sana watu kujionyesha. Ndio maana hata alieleza, mnapofunga msiwe mnafunga mnaonika midomo mmekauka, kila mtu ajue umefunga. Vipi? Sema nimefunga. Amezuia pia yale ni maonyesho. Mungu hapendi maonyesho. Tuko pamoja? Mungu hapendi maonyesho, anapenda siri ya moyo wako. Tunaongea kwa sababu tuko ndani kama familia moja, lakini tunapokuwa nje huko, paka mafuta yako. Usikae tu kuonyesha kila mtu akuonee huruma, umekauka tu, unapiga miayo tu. Vipi sasa nipo kwenye mfungo wa siku 14? Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Yesu amezuia. Kwa Yesu tunajifunza kwa habari ya usiri, na kauli mbiu ni kwamba Mungu anatazama moyo, si wingi wa maneno. Mungu anaangalia moyo zaidi katika maombi haya ya siku 14. Amen. Mungu anaangalia moyo sana, haangalii maneno tu peke yake. Mungu anaangalia moyo wako. Mungu anatamani ndani ya siku 14 hizi ambazo Mungu ametupa, anatamani tuwe ni watu tusiopenda maonyesho. Unaenda wapi? Nina maombi ya siku 14 St. James, ninaomba. Hii ni siri yako, ni siri yako. Haleluya, ni siri yako. Omba. Mungu apendi maonyesho. Mungu anapendi watu wanaopenda kujionyesha. Hata kama unaomba kwa sauti, lazima ujiulize, unaomba kwa sauti kwa nia ipi? Kwamba wanione mimi na mimi ni prayer warrior. Hatupimi prayer warrior kwa kuomba kwa sauti. Amen. Mungu anachunguza moyo katika maombi haya ili tumfurahishe Mungu. Kumbuka, anatafuta mazingira kumfurahisha Mungu ili asikie kuomba kwetu. Amen. Tuombe kwa unyenyekevu, kunyenyekea kwake, tusitafute maonyesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, Yesu aliomba akiwa na uhakika wa kusikiwa. Hiyo ndio kilinispaa sana. Alikuwa na faith, alikuwa na imani ya kusikiwa. Kitabu cha Yohana 14:11 anasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. That's very wonderful. Narudia tena kwa manufaa ambao wako mtandaoni hawaoni pale, ni kwamba Yesu kila akilipokuwa anaomba, alikuwa anaomba kwa uhakika. Alikuwa na imani juu ya Mungu ya kwamba Mungu huwa anasikia. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Waebrania 11:6? Anasema kila mwende Mungu
sharti amini kwamba Mungu yupo, maana pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Haya maombi, hii mipango kazi ambayo Mungu ametupa, ameiweka moyoni mwetu, hata kama ni sahihi kiasi gani, hata kama ni mapenzi ya Mungu kiasi gani, lakini kama hatuna imani juu ya Mungu, tunapoteza muda. We need to have a faith in God. Tuwe na imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwamini Mungu. Na mimi nasema hivi, tumwamini Mungu. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Ndio maana Paulo, unajua Paulo alikuwa na imani, alimsoma Yesu, alimuelewa imani alionayo juu ya Mungu, kiasi kwamba mpaka akasema kwenye ile Efeso 3:20, anasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno yapitayo, amen, fahamu zetu, akili zetu, kuliko yale tuombayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haleluya, haleluya. Atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa. Tunatakiwa tuwe na imani, tusiwe na mashaka. Tunapokuja hapa hatuji kupoteza muda, tunaofanya vitu ambavyo tuna uhakika ya kwamba Mungu atafanya. Mungu atafanya. Na mimi niwaombe tuwe na imani, tuwe na imani juu ya Mungu. Mungu si mwanadamu. Mungu sio kama miungu na mashetani na ufalme wa giza ambao ni mababaishaji na kufanya vitu vya ajabu. Mungu si mwanadamu akasema uongo. Hana kigeugeo. Akisema ukiomba nitakusikia, anasikia. Akasema niite, alipokisema niite nami nitakuitikia, ukimuita naitika. Tunatakiwa tuwe na imani juu ya mambo haya. Imani ndio kiungo kikubwa kwenye maisha ya majibu yetu ya maombi yetu. Lakini tunaipata wapi? Lazima tujifunze kwa mwanzisho ya imani. Yeye aliombaje? Yeye alikuwa na imani kubwa. Labda niongea sentensi. Ukiwa na imani kubwa, hautatumia nguvu nyingi sana, kwa sababu kinacholeta matokeo ya maombi yako ni imani kwanza, maombi baadaye. Sio maombi kwanza, imani baadaye. Imani kwanza, halafu ile imani ndio inakusukuma unaomba. Lakini unaomba kwa kuendeshwa na imani. Yaani kinachoamua uombeje, kwa muda upi, mpaka muda upi, ni imani ulionayo juu ya Mungu. Tuko pamoja? Narudia tena. Kinachotakiwa kunapoenda mbele za Mungu kwenye mahitaji yako, imani kwanza kabla ya maombi. Amen. Una imani. Unaipata wapi? Kwa kusoma neno kwanza. Neno lipi? Kwa kumsoma Yesu kwanza. Ukishamuelewa lile neno, ina create faith, inajenga imani. Ile imani ndiyo inayokupushi kwenda mbele za Mungu kuomba, na ukiwa na uhakika kwamba kwa kweli Mungu atanisikia. Bwana asifiwe sana. 5, Yesu alipokuwa anaomba au kujaribiwa, alitumia neno kuliko akili zake. I like that. Kila alipokuwa anaomba alitumia neno. Mathayo 1 mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka 1, utapata muda wa kusoma mwenyewe. Unaona kila kiongea imeandikwa, analifaa, imeandikwa. Tunapoenda mbele za Mungu, kumbuka Mungu hajibu maneno yetu. Mungu analiangalia neno lake alilolitamka kwenye hiyo hali unayopitia au kwenye hilo jambo unaloliomba, kwa sababu kila jambo unaloliomba kuna neno Mungu alilitamka, kuna neno lipo kwenye hilo kitu. Kwa unapoenda mbele za Mungu, Mungu hasikilizi maneno yako kwanza, Mungu analiangalia neno lake kwanza. Haleluya. Tuko pamoja? Bwana asifiwe sana. Haleluya. 6, Yesu aliomba kwa kudumu. Luka 18:1 anasema imewapasa kuomba siku zote wala usikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Maana yake wasichoke, wasirudi nyuma, wasikate tamaa, wasirudi nyuma. Amen. Waendelee mbele.
Anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Anaposema kuomba siku zote, manake kuomba ni tendo endelevu. Na ndio maana nimekupa quotation chini hapa. Maombi ni safari, sio tukio la mara moja. It's a journey. Hautaki kukata. Bwana asifiwe sana. Tumetoa wapi? Tumetoa kwa Master Yesu. Maombi ilikuwa ni maisha yake siku zote mpaka anaondoka duniani. Ilikuwa ni prayer life. Maombi ilikuwa ni life yake ya kila siku. Amen. Na sisi, na ndio maana sasa hapa ndipo panaponeza logic ya siku 14. Tuko moja? Narudia tena. Kwenye hili andiko na kwenye hii tabia ya Yesu, fundisho la Yesu la kuomba kudumu, ndipo panapotengeneza maombi au marathoni ya siku 14. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliomba kila siku. Bwana asifiwe sana. Usije ukashangaa tukifika 14 Mungu ameachilia revelation kwa mchungaji, tunaenda siku 50 zingine mbele. Bwana asifiwe sana. Na sisi tumeombiwa kutii, tutatii. Amen. Tutatii, tutapokea tena siku 50 zingine tena. Bwana asifiwe sana. As long as Roho Mtakatifu amesema ndani yake, sisi tutatii. Kwa nini? Kwa sababu ni tabia ya muasisi wetu. Jambo la 7, nafikiri la mwisho. Jambo la 7, Yesu aliomba zaidi kwa faraga. Aliomba zaidi kwa faraga. Mathayo 6:6, ingieni chumbani mwenu mkafunge malangoni, alafu huko ndani muendelee kuomba. Nguvu ya maombi ya hadharani huzaliwa katika maombi ya siri. Bwana asifiwe sana. Nguvu ya maombi ya hadharani. Ukiona mtu anaweza kaomba hapa masaa kwa masaa, hiyo kitu imezalishwa somewhere kwenye privacy. Bwana asifiwe sana. Na ukiona hapa hadharani anaomba masaa 2, ameonewa huruma sana, maana yeye anaendaka zaidi ya risali moja. Kwa basawa ndugu asije akavunjika moyo hapa kwa sasa, huyo ndugu vipi? Wale ambao ni wachanga. Bwana asifiwe sana. Ya faraga. Na by the way, haya maombi ambayo tunaomba hapa yasiishie tu maombi hapa tunapoimbia tuishia hapa. Nategemea watu wanaweka timetable ya kuomba hata usiku wa manane. Amen. Kuombea hizi agenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuombea usiku, Mungu afanye hiki, afanye hiki, afanye hiki, afanye hiki, afanye hiki. Makofi mengi sana kwa Yesu aliye hai. Nasema makofi mengi sana kwa Jehova aliye hai. Mmeelewa sasa umuhimu wa kujifunza kwa waliotangulia, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunapaswa kuenda kwa staili hiyo. Sasa faida ya ibada ya asubuhi, tunakuwa na muda mwingi kidogo wa kuifundishwa. Mchana na jioni neno kidogo, maombi sana. Bwana asifiwe sana. Huku tunafundishwa zaidi ibada ya asubuhi, lakini ibada ya mchana na jioni kule tunakuwa na muda mwingi wa kuomba zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wana amani? Wangapi wana furaha juu ya Yesu? Haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Tutaenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante. Lakini pia kupata muda zaidi, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie kupata muda kujifunza mambo mengi juu ya Yesu kwenye omba yake. Kwa nini? Nimesema shughuli zote za kiimani zinazofanyika katika Agano Jipya lazima zitokane na Yesu, tujifunze kwa Yesu. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa mawazo mazuri unayoniwazia. Ninajua hupendi nipotee, hupendi niishi maisha ya hasara, ya kupoteza muda. Roho Mtakatifu nisaidie kuyatendea kazi, kuyaishi yale ambayo umenifundisha. Roho Mtakatifu nisaidie nipate muda wa kusoma Biblia na kusoma maisha ya Yesu, eneo la maombi. Roho Mtakatifu nisaidie kuelewa kile ambacho umenifundisha, nisaidie kukiweka kwenye matendo, kukiweka kwenye matendo. Roho Mtakatifu niondolee maisha ya kujionyesha zaidi ya unyenyekevu. Kwa damu ya Yesu, weka bidii ndani yangu kama Yesu alivyokuwa na bidii. Nipe nguvu ya kusamehe kwanza kabla ya kusamehewa, kama Yesu alivyofanya.
katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Unanitazama kwa njia ya mtandao, nenda mbele za Bwana kwa nguvu, kwa uwezo, kwa mamlaka yako. Tunakushukuru sana kwa sababu natuwazia mema. Asante kwa ajili ya neno lako na fundisho lako. Tusaidie tupate kuyaishi, tusaidie tupate kuyatendea kazi yale ambayo umetufundisha, yale ambayo umetufundisha. Tusaidie Roho Mtakatifu kuwa wanyenyekevu kwako. Tunapoomba tusitafute kuonekanika na wanadamu, bali tutafute kuonekanika na wewe uonaye sirini. Tusaidie Kristo kuingia kwenye vyumba vyetu vya ndani tunapoomba Kristo. Mungu tusaidie, Roho Mtakatifu tusaidie, Kristo tusaidie, Mwokozi, tuwe na imani na wewe. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu akuongezee imani. Tumesisitizwa, tumejifunza kwa Yesu. Yesu alikuwa na imani juu ya Mungu, alikuwa na imani kubwa juu ya Mungu. Katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, tusaidie hata juu ya ajenda, juu ya mipango kazi hii. Tusaidie Bwana Yesu, tuwe na imani na wewe, tuwe na imani na wewe juu ya malengo haya, juu ya malengo haya, juu ya malengo haya. Tuwe na imani na wewe ya kwamba utajibu, ya kwamba utafanya, ya kwamba utafanya, ya kwamba utafanya, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, watoto wako wanapotoka mahali hapa, wanapoelekea makazini, neema yako iwe juu yao, kwenye biashara, kwenye kazi mbalimbali. Upako wako uwe juu yao katika mambo mbalimbali wanaohitaji msaada siku ya leo. Ninaachilia hayo majibu, ninaachilia hiyo breakthrough katika damu ya Yesu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Chochote kilichopangwa na ufalme wa giza tunakibatilisha, tunakifuta juu yako leo kwa damu ya Yesu. Chochote kilichopangwa tunakigeuza kikawapate wenyewe, kikawapate wenyewe. Hautakufa, hautapata hasara, hautapoteza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Na muda huu Roho Mtakatifu wa kutoa sadaka, mjalie kila mmoja mmoja tendo hili afanye kwa kadri ya kufanikiwa kwake na kwa kadri ya ushuhudio unaomshuhudia ndani yake kufanya kwa ajili ya kazi ya Injili, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tumshukuru Mungu. Nyoosha mkono wako madhabahuni kwa ajili ya ibada hii ya asubuhi. Bwana akatupe neema katika siku hii. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu neema yako imefunika maisha yetu. Tunaomba ukatupe uelewa wa ndani katika yale yatokayo katika neno lako la uzima, ambaye ni chakula cha uzima, chakula cha nafsi zetu, roho zetu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema na baraka na uelewa, ili Mungu yale yote tuliyojifunza katiwe muhuri ndani yetu. Bwana, Roho wako mwema, mwalimu msaidizi, awezaye kutufundisha yale tusiyoweza kuyaelewa kwa asili ya ubinadamu wetu, tunaomba ukatusaidie tukaelewe vizuri. Neema yako ikatembee pamoja na watu wako katika maeneo yote ya huduma zao. Bwana, tunaomba bariki vipindi vyote vilivyoko mbele yetu mchana huu na jioni baadaye. Bwana, tunaomba ukatubarikie wiki zote hizi mbili. Neema yako ikaendelee kusimama pamoja nasi. Bwana, neno lako la uzima likakae kwa wingi ndani yetu na tukaelewe katika usahihi wake, na Roho wako akatusaidie katika kuelewa kwetu. Baba, tunaomba ukakutane mahitaji ya watu wako yote, na sadaka hizi zilizokuja katika madhabahu yako zilizoambatanishwa na mahitaji ya watu wako, achilia yale majibu ndani yao kwa imani, katika jina la Yesu Kristo leo Bwana Mwokozi wetu. Wote tuseme amen. Mshangilie Bwana kwa sababu ya neema na baraka zake. Amen.
Basi asanteni, tumefika mwisho kwa asubuhi ya leo, lakini tukumbuke leo ndio siku ya pili tu. Kwa hiyo tuna siku 12 ziko mbele yetu za maombi haya, siku 14. Basi karibuni kwenye vipindi vile cha mchana na jioni, tunakuwa na wakati mzuri sana. Wale wanahitaji maombi madhabahuni, sogeni huku mbele, na wengine tuwatakie siku njema. Kama ndani yako unahitaji maombi madhabahuni, unaweza kusogea tu huku mbele. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na baraka zako juu ya watu wako. Uwabarikie watu wako na kuwasaidia na kuwaongoza. Tubariki sisi kanisa lako na kutuinua na kutufadhili na kuturehemu. Bwana, ukatupe yale masikio ya ndani yasikiayo, na Mungu yale yote tunayoomba kutoka kwako. Bwana, tumekuja kwa imani, tumeyapokea kwa imani, yamekuwa sehemu ya maisha yetu tangu sasa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.
Apa? Mama. Hujasikia? Mithali 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Na unasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako ushike amri zangu. Amen. Nasema kwa sauti. Mithali 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Na unasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako ushike amri zangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Lightness Kachira Kachira. When your hearts are open, Mithali 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Na unasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako ushike amri zangu. Amen. Hello? Mithali 3 mstari wa 4. Nao unasema, mwanangu Hello?